Kwenye somo hili tujifunze kuhusu changamoto ya tumbo kubwa, kwa maana ya kitambi. Tumbo kubwa na kitambi, na utaweza kujifunza mambo muhimu sana kuhusu hii changamoto. Inatokeaje na ni zipi njia sahihi za kupambana na hii changamoto. Kama utaangalia hii video mpaka mwisho, basi hautotapeliwa tena na mtu yoyote kuhusu si dawa ya kupunguza tumbo, si mazoezi yanafanya nini, kila kitu nitaelezea kwa kina sana. Lakini kabla sijaanza somo, naomba nikukumbushe, kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, make sure una subscribe kwa sababu kuna masomo mengi sana yanayojali afya yako. Lakini pia kama ni mfuatiliaji ama mpenzi wa masomo yetu na bado hujasubscribe, jaribu kufanya hivyo. Vile vile make sure una like ama unaacha comment aina yoyote kwenye comment section ili kusaidia ili somo watu wengi liwafikie zaidi. So tujifunze tatizo la tumbo kubwa, na tutaangalia linasababishwa na nini na njia za kupunguza tumbo ama kitambi. Tunapozungumzia tumbo ama kitambi, ili tatizo msingi wake mkubwa ni mafuta mengi mwilini. Yaani kunakuwa na mafuta mengi mwilini. Haya mafuta yanahifadhiwa maeneo mbalimbali. Sasa kuna baadhi ya watu wao mafuta yao zile vinasaba kwa maana ya DNA ziko hivyo. Maelekezo yao ni kwamba priority place ya kuhifadhi mafuta ni kwenye tumbo. Sasa kama ni mtu ambaye uko kwenye hili kundi, pole, lakini pia kuna namna unaweza kupambana kupunguza hii changamoto. Mgawanyo wa mafuta mwilini unategemea sana vinasaba. Kuna watu wengine vinasaba kwa maana ya DNA. Zile ndo zinazo guide huyu kiumbe mafuta yake yahifadhiwe wapi, kipaumbele kiwe ni wapi. Kwa hivyo kuna watu wengine kipaumbele zile DNA maelekezo yake kipaumbele ni kuhifadhi kwenye tumbo, wengine ni kwenye hips, wengine kwenye matako, wengine kwenye mgongo. Ndio maana tunakutana na watu wa aina, unakuta mwingine kajaa tumbo, mwingine kajaa mgongo, mwingine kajaa hips, kajaa makario. Hiyo ni information tu, maelekezo ambayo hizi DNA zinatoa ama vinasaba juu ya uhifadhi wa mafuta kwa binadamu. So mzizi mkuu tumesema ni mlundikano wa mafuta. Haya mafuta yanatokeaje? Mafuta mengi mwilini, chanzo kikubwa cha mafuta mengi mwilini ni sukari. Kwa hivyo kabla hatujaanza kusema nini kitakusaidia nini hakitakusaidia, ujue kabisa adui namba moja wa hii changamoto ya kitambi pamoja na tumbo kubwa ni sukari nyingi mwilini. Matumizi yako ya vyakula vya wanga ama sukari yanapaswa kuwa ni ya kistaarabu sana, na unaweza ukatazama masomo mbalimbali tumeelekeza namna bora ya kutumia hivi vyakula na vyakula ambavyo vinaweza vikakusaidia kuepukana na hii changamoto ambayo inasababishwa na sukari nyingi mwilini. Kwa hiyo kitu ambayo unatakiwa uzingatie sana. Lakini pia kuna baadhi ya watu unatakiwa take this thing slow. Yaani usikurupuke wala usijiumize sana, kwa sababu kuna watu wengine DNA zao zinaelekeza hivyo kwamba tumbo ndio kipaumbele cha kuhifadhi mafuta. Hata ufanye nini, hautaweza kubadilisha vinasaba, information za kwenye vinasaba. Hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo take things slow, ingawa unaweza ukapunguza minimize risk kwa kufanya yale vitu ambavyo ni sahihi na ni vitu ambavyo vita influence pia DNA zako kutoa maelekezo katika namna ambayo ni bora na sahihi zaidi. So kuna vitu vitatu vya kuzingatia. Kwanza ni insulini, mbili ni cortisol, na tatu ni sukari. Hivi ndio vitu vikubwa ambavyo natakiwa kudili navyo popote ama wakati wowote ambao unataka kupambana kuhangaika na changamoto za uzito ama kitambi ama tumbo kubwa. Kumbuka ni cortisol, insulin na sukari. Cortisol na insulin hizi ni homoni ambazo zikivurugika kwa namna yoyote lazima upate hizi changamoto za kitambi na changamoto nyinginezo. Na sukari unatakiwa uwe makini sana namna gani unaruhusu hii sukari kufyonzwa katika mwili wako. Kwa hiyo tukianza na chakula cha sukari. Let's say unapenda sana kula wali au ugali au chips au soda whatever. Njia mojawapo ya kuweza kuzuia wewe kupata zile sukari nyingi mwilini ambayo itasababisha kubadilishwa na kuwa mafuta ni kuhakikisha kwamba sukari unayoipeleka mwilini haifyonzwi kwa haraka ndani ya muda mfupi, kwa sababu kufyonzwa kwa haraka ndani ya muda mfupi itasababisha insulin resistance, ndio mwisho wa siku
sukari itakosa pa kwenda, itabadilishwa kuwa mafuta, inahifadhiwa. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kutarget, usiruhusu insulin resistance. Na unafanyaje? Hakikisha unasaidia chakula ulichokula sukari yake ifyonzwe taratibu, na njia kubwa ya kufanya hivyo ni kutumia fibers, vyakula vya fiber vya nyuzi, mfano ndizi, mfano apples, mfano viazi, karoti. Tunazo nyingi sana, kuna somo maalum nimeweka hapo. Hivi ni vyakula ambavyo vitakusaidia kuregulate, kudhibiti ufyonzwaji wa sukari katika mwili wako. Kwa hiyo utajiweka sehemu salama na hii changamoto ya insulin resistance. Kwa hiyo hakutokuwa na ile riski kubwa ya sukari, excess sukari katika mwili wako ambayo itabadilishwa kwa mafuta. Kitu cha pili ni kuregulate ama kuzingatia level ya cortisol pamoja na insulin. Hizi ni homoni mbili ambazo zinafanya kazi kinyume, yaani mmoja akiwa kwa kiwango kikubwa mwingine anapungua, mmoja akipungua mwingine anakuwa kiwango kikubwa. Na culprit mkubwa ni cortisol, kwa sababu cortisol akiwa juu, insulin inakuwa chini. Kwa hivyo kama umekula mafuta, kama umekula sukari, alafu cortisol ukaruhusu cortisol irise, cortisol ikirise maana yake insulin itakuwa low. Ikiwa low, sukari haitobadilishwa kwenda katika energy kutumika katika cells. Kitakachofanyika ni kwamba ile sukari excess itabadilishwa na kuwa mafuta na itarundikwa maeneo hayo ikiwemo tumboni. Kwa hivyo hakikisha hauruhusu cortisol iwe raised. Na moja ya sababu kubwa ambayo inasababisha cortisol kuwa raised ni stress. Cortisol inaitwa stress hormone. Kwa hiyo anytime unapo stress mwili wako, una raise cortisol na unajiweka kwenye riski ya kupata matatizo ya uzito mkubwa, kwa sababu utazuia ufanisi na utendaji kazi wa insulin, mdhibiti mkuu wa sukari katika mwili wako. So jitahidi sana cortisol isiwe juu. Na cortisol ni pamoja na mawazo, depression, msongo wa mawazo, vitu ambavyo vina raise cortisol, lakini shughuli zozote ambazo zitaustress mwili wako, kwa sababu cortisol inatakiwa mwilini mwako ili kufanya mwili wako kuwa active. Kwa kama unaosha vyombo, mwili unahitaji cortisol pia. Kama unafanya kazi za ofisini, unahitaji cortisol pia. Lakini inabidi iwe katika kiwango ambacho ni standard, usi overdo. Usifanye vitu ambavyo vitasababisha overproduction ya cortisol na kuzuia hizi kuzuia insulin kufanya kazi yake. Kwa hiyo ukiweza hapo kwanza kureduce stress, basi itakuwa ni sehemu moja nzuri sana ya hatua kubwa ambayo utakuwa umepiga katika kupambana changamoto ya tumbo kubwa. Hiyo ni moja. Na tunaipunguza vipi sasa hii cortisol? Kuna namna nyingi. Unaweza kutumia meditation, deep breathing. Ukishaona kama kichwa chako kimevurugika, kieleweki, unafanya deep breathing. Deep breathing maana yake unapumua taratibu, kwamba hivyo, yani unaweza ukafanya hivyo kwa interval ya dakika moja, dakika mbili, whatever, lakini mpaka pale ambapo akili yako itatulia. Ama unaweza ukafanya meditation, tafakuri. Jitahidi kuwa unafanya tafakuri, lakini pia oga maji ya baridi inaweza ikasaidia pia ku reduce ile cortisol level. Vile vile kuna baadhi ya mitishamba inaweza ikakusaidia ku reduce cortisol level. Mfano ashwagandha inasaidia ku reduce cortisol level, lakini pia usingizi, kulala kwa muda usiopungua masaa 7 hadi 9 inasaidia sana ku reduce ile cortisol level na kufanya mwili wako kuwa effective. Lakini sasa pia tuna vitu vingine ambavyo unaweza ukavitumia sasa. Tayari tumeangalia hiyo ni katika kumanage cortisol level, lakini tunaweza tukasaidia sasa ile insulin ikafanya kazi kwa ufanisi zaidi, hata kama una ile changamoto ya insulin resistance. By the way, ukishakuwa na kitambi tayari una insulin resistance. Kwa hiyo unatakiwa upambane sasa kuongeza sensitivity ya insulin. Kitu cha kwanza unaweza kutumia apple cider vinegar pamoja na maji ya moto ama ya vuguvugu. Hii apple cider maana yake unaweza kutengeneza juice ya apple nyumbani, ama unaweza kaenda kununua zile vinegar za apple ambazo zinapatikana madukani. Ni nzuri sana. Kijiko kimoja katika glasi ya mezi 250 ya maji ya moto unakunywa daily, asubuhi, mchana, hata jioni pia. Ni wewe tu. Ni nzuri sana, na hakikisha unakunywa wakati haujala kitu chochote. Yaani uwe na njaa ya kawaida, usio umeshiba ndio unatumia hii. Kitu cha pili ni moringa ama moringa ni mlonge by the way. Kijiko kimoja cha mlonge kila siku ni moja kati ya tiba nzuri sana za kuimarisha insulin sensitivity na
kukusaidia wewe kupunguza hayo mafuta mwilini. Kitu kingine ni lemon water, maji ya limao. Kwa hiyo limao 1 hadi 2 kwenye glasi moja ya maji kila siku, asubuhi, mchana hadi jioni. Maji yanakuwa ya vuguvugu, ni nzuri sana. Lakini pia unaweza ukatumia cinnamon ama mdarasini. Hii ni one of the best natural insulin sensitivity agent, kwa maana ya kwamba cinnamon katika research imeonyesha kuwa na ufanisi sawa kabisa na dawa kama metformin ambazo zinafanya kazi ya kusaidia insulin kufanya kazi ama kuwa na ufanisi. Kwa hiyo matumizi ya cinnamon ama mdarasini kijiko kimoja kila siku ni sawa na kutumia kidonge kimoja cha metformin cha miligramu 500. Kwa hiyo unaweza kaona matumizi ya kila siku ya cinnamon ni muhimu sana, inaweza ikakusaidia sana kupambana hii changamoto ya uzito mkubwa na kitambi. Lakini pia bila kusahau kuna mazoezi ya tumbo. Ni muhimu sana kwa sababu mazoezi yatasababisha mwili wako kutafuta energy sehemu ya ziada, sehemu mbadala, na mwili unapokuwa umeishiwa sukari, second option ni mafuta. Kwa hiyo unapokuwa unafanya mazoezi makali, manake mwili wako una ustavu, utalazimika kutumia mafuta yaliyohifadhiwa kama nishati, ndio hapo utakuwa unanufaika na kupungukiwa na hayo mafuta. Lakini kitu kingine pia, hakikisha unaweza kuwa unatumia mint, chai ya mint kila siku. Ni nzuri sana sana hii mint. Vile vile kuna mmea unaitwa ashwagandha kama nilivyosema hapo mwanzo. Target yake kubwa ni cortisol level. Ni nzuri sana. Hii mimea yote ambayo nimeitaja na hizi herbs, kama utakuwa unazihitaji tunaweza tukawasiliana, unaweza ukazipata kwa bei simple. Lakini pamoja na yote haya, hakikisha unaepuka kahawa. Usitumie kahawa hasa ukiwa haujala kabisa. Itakusababishia changamoto, inalaze ile cortisol. Lakini pia usitumie sukari, lakini pia usitumie soya. Soya sio rafiki sana wa hizi changamoto za uzito mkubwa, hasa kama haijachachwa. At least tumia fermented iliyochachwa. Otherwise achana kabisa na soya. Hii changamoto ni serious sana kwa wanawake. Na uzito mkubwa kwa wanawake unakusababishia matatizo mengi sana, kwa sababu unaporuhusu uzito mkubwa unaruhusu insulin resistance. Ukisharuhusu insulin resistance, moja ya shida kubwa ya uzazi kwa wanawake ambayo inasababishwa na insulin resistance ni polycystic ovarian syndrome. Kudumaa kwa vifuko vya mayai ama kuvimba kwa vifuko vya mayai, kama hali itakuwa ni muda mrefu sana. Ukishakuwa na hii changamoto PCOS, inakuwa ni ngumu sana kupata ujauzito na utahangaika sana kuhusu mambo ya ujauzito na utadhulumiwa sana, utatapialiwa. So the good thing ni kwamba ujue kwamba tumbo kubwa ama kitambi ni matokeo ya sukari nyingi ambayo haina kazi. Lakini pia tumbo kubwa ni mrundikano wa mafuta ambao maelekezo yanatoka kwenye vinasaba. Kwa hiyo usijisikie vibaya, ni kwamba vinasaba vyako ndio vinatoa hayo maelekezo. Ni wewe kuzingatia zile health practice ambazo ni nzuri zitakazopunguza au minimize riski ya wewe kurundikana sana kwa mafuta. Inawezekana mazoezi, hivi herbs tulizozisema, control stress. The main issue ni stress kwa sababu ina raise cortisol. Lakini pia lala masaa 7 hadi 9 itakusaidia sana. Epuka kahawa ukiwa haujala kitu. Kunywa kahawa labda baada ya lisali moja baada ya kula na kutembea. Lakini pia jitahidi usitumie sukari na usitumie soya na vyakula vinginevyo vingi ambavyo tutaendelea kujifunza. Unachofanya ni kusubscribe kwenye hii channel na kubonyeza ile notification bell ili kila tunapoweka somo letu unakuwa kwanza kusikia. Tuna upload masomo ya afya kila siku. Kwa hivyo make sure haupitwi na chochote. Hiyo ni njia za kupunguza tumbo ambazo ni salama salmini. Usitumie njia za kualisha, sio salama. Kwa hivyo rudia tena hili somo, zingatia kilichosemwa, anza kupractice, definitely matokeo utayaona na ufanisi utauona. Mpaka wakati mwingine, see you.